Naitwa Agustino Lambert Karombo, ni mkurugenzi wa Jema General Traders. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, siku ya leo tarehe 6 mwezi wa 12 2025 tulikuwa na mahafali ya shule zetu zote mbili, ya Jema Kindergarten School iliyopo Kinyerezi Dar es Salaam na Jema Pre and Primary School iliyopo Vigwaza. Tumekusanyika hapa Vigwaza kwenye ukumbi wa Jema Green Park kwa lengo la kufanya mahafali yetu ya wanafunzi wetu wa nursery ambao wamefika pre-units. Leo hii wamehitimu masomo yao ya chekechea, kwa hiyo wanajiandaa mwakani kuingia na darasa la kwanza. Kwa kweli mahafali yalikuwa mazuri, yamefana sana, na tunashukuru wazazi, wageni waalikwa pamoja na mgeni rasmi, ambapo sherehe imefana na imeenda vizuri. Hivyo basi nipende kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wazazi, ndugu na jamaa, kwa wale ambao wangependa kujiunga nasi katika shule zetu za Kinyerezi pamoja na hapa Vigwaza. Nafasi bado zipo kwa mwakani. Tunakaribisha watoto wa pre-units, watoto wa nursery school, watoto wa darasa la kwanza na la pili kwa upande wa Vigwaza pamoja na Kinyerezi. Nafasi zipo, tunapokea watoto wanaohamia, halikadhalika na wale ambao wanaoanza afresh wenye umri wa miaka 2 mpaka miaka 5. Tunawakaribisha sana wazazi muweze kufika katika shule zetu. Siku ya leo wamehitimu jumla ya watoto 36, ambapo ndani yake 16 walikuwa ni wavulana na 20 walikuwa ni wasichana. Wote wamemaliza masomo yao ya nursery kwa level ya mwisho kabisa ambao ni top class. Hivyo basi watoto hao mwakani wanaenda kujiunga na darasa la kwanza. Neno langu kwenu wazazi, napenda nichukue nafasi hii kuarika kwamba watoto hawa wamepata msingi mzuri wa shule ya awali. Hivyo basi na sisi hapa tunatoa elimu ya msingi. Kwa hiyo ningependa kuwapa kipaumbele ili watoto hao waweze kujiunga kuendelea na darasa la kwanza katika shule zetu zote mbili za Kinyerezi pamoja na hapa Vigwaza. Tunawakaribisha sana na tutawapa kipaumbele katika kuwapokea na kuwapa nafasi ya kujiunga na masomo yao darasa la kwanza. Dear guest of honor, you are mostly welcome. In front of you, we are the children from Jema Pre and Primary School, Kinyerezi and Vigwaza campus. With the graduating, we thank our God for that. We are going to class 1 while we know how to count numbers, reading and writing. We thank our teacher and our lovely parents. Today we are here to say goodbye Jema Kindergarten School. We are going to study 1. Where we promise our teacher to study hard and respect everyone. Thank you. Elimu yoyote tukafanya vizuri, msingi wake ulikuwa nini? Ulikuwa mzuri. Sasa nakupeni hongera sana kuwaleta watoto kwa Jema hapa ili kupata msingi mzuri. Msingi huo ambao utaoenda kuwaendeleza katika masomo yao ya mbele. Tutambue kwamba katika shule zetu zote hizi za serikali, ukienda form 1, kinachowasumbua watoto ni lugha. Watoto wengi sana wanajua, lakini lugha ndio inakwenda kuwasumbua. Lakini tukiwekeza kama hivi, mtoto anakuja kuijua lugha mwanzo. Akifika form 1 kwenye shule za serikali, hakuna kitu ambacho atafanyaje atakishangaa. Kwa hiyo mimi nakupeni hongera sana tena sana kwa kuwekeza. Hili ni jambo ni jema. Hata kama mtoto akimaliza darasa la 7 akatoka akaenda kwenye shule za serikali, mimi naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ataenda kufanya vizuri. Hongereni sana wazazi. Lakini pia vile vile hongereni, nimeona watoto wale wamependeza.
Najua wazazi mmetoboka. Lakini yote ile ni jinsi gani ya kumweza kumuhendo mtoto aiweze kuipenda shule. Kwa sababu kama hivi tumemfanyia sherehe, anaona mzazi umekuja, umemgea maua, basi naye atakuwa anaipenda shule, atakuwa anasikiliza walimu, na yale atakayofundishwa atakuwa anayashika kwa maslahi mapana yake yeye mwenyewe, lakini pia kwa wazazi nyinyi ambayo mliokuwepo. Mimi nakuombeni sana ndugu zangu, wazazi wenzangu, tuendelee sana kumshika Jema. Serikali ya kijiji, tuendelee kumshika Jema. Jema ni mwekezaji. Wake wengine wanawekeza viwanda, lakini Jema amekuja kuwekeza kwenye elimu. Kwa hiyo swala la elimu ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo mimi nashukuru serikali ya kijiji, tuendelee kumshika, tuendelee kupambana naye kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ili watoto wetu ambao hawa wale kuwepo na wengine tuhamasishe. Nimemsikia hapa kuna mtoto wa kifugaji ameletwa hapa, lengo na nini? Kuja kupata elimu. Na wewe mzazi wa kifugaji, waambie wazazi wenzako huko waje kujiunga kwa Jema hapa, ili wapate elimu ambayo itakuja kumsaidia katika maisha yake. Watoto hapa kila mtu aliweka nia yake, na sisi wazazi tunatambua kwamba tunakaga na nia kwamba mwaka huu nitajenga nini? Nitajenga nyumba. Mwaka huu nitanunua gari. Lakini mtoto hapa kaeka nia kwamba nitakuwa rubani, nitakuwa daktari, nitakuwa mwalimu. Sasa nyinyi wazazi, zile nia walizishika watoto, nyinyi mwende mkazifanyie kazi, watimize nini? Nia zao na malengo yao. Baada ya kusema haya, nawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana.